Wageni hoye. Hebu nijue wageni nao wafundisha, maana hii ni special kwa wageni. Karibuni sana, mmefika mahali sahihi. Majina yangu naitwa Adelina Kagemlo Christian. Niko kwenye familia ya Iteno. Kabla sijaanza kuwafundisha, naomba nitoe historia yangu kidogo. Nilikutana vipi na Iteno? Iteno International mimi nilikuta nikiwa mgonjwa. Wewe kama umealikwa ukiwa mzima, hebu mshukuru Mungu. Mimi nilikuwa ni mgonjwa ambaye siwezi kushika huu mkono. Yaani huu mkono ulikuwa huwezi kufanya hivi, hauwezi kukunja ngumi, hauwezi kubeba chochote, hauwezi kula. Yaani vidole vilikuwa vinaishia hivi. Usiku silali, yaani msangio unatafuta mahali pa kulaza huo mkono uone. Magoti kuchuchumani ilikuwa siwezi. Lakini nashukuru Mungu, Malkia wangu alinikuta nikiwa naumwa akanishirikisha habari ya afya. Nikaja nikapima, nikatumia dawa. Maana kabla sijatumia dawa nilikuwa dawa za maumivu 3 tofauti ndo niweze kutoka ndani, ndo nikute ndani inatembea. Watu wanaumwa jamani barabarani. Maana mimi sikuwa nimelala, ila watu wanaumwa. Watu wanaumwa. Mimi nilikuwa nina mwili hapa, mbona nimesilimu sasa hivi. Lakini ukiniona, lakini ni mtu ambaye usiku kuna wakati nalala nalia kama mtoto mdogo. Nalalia upande huu mmoja. Maana nilikuwa siwezi kulalia kulia, siwezi kulala kifudifudi, siwezi kulala chali. Ni upande mmoja tu wa kushoto ndio nilikuwa nalalia. Lakini baada ya kunywa dawa wakapima, wakagundua tatizo, wakanipa dawa. Mimi ndani ya wiki hii moja niliweza kulalia pande zote. Kwanza hiyo ndo nilishukuru Mungu kwanza hiyo. Baada ya kunywa dozi nikaona matokeo makubwa mno. Nikamuuliza aliyenileta, hivi hii kazi wanafanya watu wenye elimu kiasi gani? Maana kazi yoyote ukikuta watu wanafanya lazima waulize hilo swali kwanza. Akaniambia hapana. Kama unajua kusoma na kuandika na kukaribisha ofisini kwetu. Mimi sitaki nielezee elimu, ila kama unajua kusoma na kuandika na kukaribisha ofisini kwetu. Ni kweli mimi nilipofika pale ofisini, kwa sababu mimi ni kabla ya Iteno ni mfanyabiashara. Nikakuta kuna, yani naweza kupata pesa kwa kuongea tu, bila kulipa TRA, bila kulipa leseni, bila kulipa levy, bila kulipa fire extinguisher, bila kulipa sijui kodi ya nyumba, hujalipa mlinzi, hujalipa takataka. Kwa kweli mimi nilikata kadi hapo hapo. Wala sikungojea. Nikasema na mimi hizo hela nazitaka. Maana unapata hela bila kulipa gharama yoyote. Ni kinywa tu ambacho Mungu amekupa. Ndio unaoingiza pesa. Historia yangu mmeielewa? Mimi nimemaliza. Sasa Iteno sisi ni biashara ya mtandao. Ni wangapi wanajua biashara ya mtandao kwa wageni? Sisi tunafanya biashara ya mtandao. Ni wangapi wanaweza wakaniambia biashara ya mtandao hapa? Yani mimi huwa napenda kufundisha kwa mifano ndio unajua watu watanielewa. Hivi ni wangapi wanajua biashara ya mtandao? Karibu baba. Biashara ya mtandao ni maana yake kumshirikisha mwenzako ambaye asiye. Asante sana, umenijibu vizuri sana. Hilo jibu ndio nilikuwa nataka. Yaani biashara ya mtandao ni kumpa taarifa mwenzako ambaye haijui ile taarifa. Na ukimpa huyo naye atampa mwingine, atampa mwingine, atampa mwingine. Wengine wakishasikia biashara ya mtandao wanajua inafanyika kwenye simu tu au kwenye laptop. Hapana. Biashara ya mtandao ni ile biashara ambayo unaweza ukampa taarifa mwenzako na yule mwenzako akampa mwingine na yule mwingine akampa mwingine, mkaungana wote kwa pamoja mkafanya kitu hiki kimoja. Hiyo ndio biashara ya mtandao. Asante sana baba, umenijibu vizuri. Sasa sisi tunafanya biashara ya mtandao. Sio biashara mkikwambia useme nitatembeza hizi dawa. Hapana. Biashara sisi tunayoifanya ni kutoa taarifa.
kumpa taarifa mwenzako. Una ndugu, una marafiki, una majirani nisiyowajua mimi, asiyowajua aliyekuleta mahali hapa. Wanahitaji kupata taarifa. Mwalimu wa afya ametoka, amesema sisi tunashughulika na magonjwa yasiyoambukiza. Na magonjwa yasiyoambukiza sasa hivi ndo kilio cha dunia hii, kwa sababu ya mtindo mbovu wa maisha tunayoishi. Kwa hiyo wanahitaji taarifa kutoka kwako ili uweze kuwapa hiyo taarifa. Kwa hiyo ili uweze kutoa taarifa, utakata kadi ili na Mchina akutambue kwamba nina mtu mwingine anayetoa taarifa. Kwa sababu hata ukienda benki, ili uwe mshirika wa hiyo benki, ni lazima ukate kadi ili benki ikutambue kwamba tuna mshirika mwingine anayetaka kuhifadhi pesa zake hapa. Kwa hiyo hili utoe taarifa, kuna kukata kadi. Hiyo kadi utakata kwa hela ndogo sana. Mimi naona kama unajiunga bure kwa shilingi 78,000. Ukishakata kadi kwa shilingi 78,000, ni Mchina bado anakupa vitendea kazi. Kwenye hiyo hela uliokata kadi, utapewa vitendea kazi 4. Kitendea kazi cha kwanza, utapewa hiyo kadi yenyewe, ambayo hiyo kadi ndio utakuwa unafanyia huduma zako zote. Ile kadi inakuwa ni kama hii hapa. Hii kadi ndio utafanya huduma zako zote ndani ya nchi na nje ya nchi. Kuna namba hii hapa. Hii ndo namba yako ya huduma. Itakapoingizwa kwenye system, unajulikana, Hamisi leo umefanya kazi. Umefanya kazi sehemu fulani. Hii kadi unavyoiona hii, baadaye huko utaelewa. Hii kadi unavyoiona hii, kadi moja yenye thamani kubwa sana. Unaweza ukakaona hivi, lakini ina thamani kubwa sana ambao wengine tumeshaanza kuzionja hizo thamani. Kwanza hii kadi unayoiona ina safari za ndani ya nchi, ya nchi na nje ya nchi. Hii kadi unayoiona. Hii kadi ina magari mawili. Hii kadi ina nyumba 2. Sasa nisikilize kwa makini, unazipataje hizo nyumba na gari? Kitu kingine cha muhimu ni hiki hapa. Huu ni mkataba wako wewe na kampuni. Umeona? Kwa 78,000 hiyo. Huu ni mkataba wako wewe na kampuni. Hiki kitabu utakutana na historia ya muasisi wetu ambayo Dr. Go. Simefundishwa historia ya kampuni wakati anaitoa. Nasema Dr. Go ndo huyu hapa. Utakutana na historia yake, ni kwa nini alianzisha, aliona nini mpaka akaanzisha hii biashara au hii huduma. Maana mimi nasemaga sio biashara, ni huduma. Kwa mfano kama mimi nisingekutana nayo hii huduma, pengine ningekuwa nimeisha paralyze. Sasa nilikuwa naumwa upande huu wote mpaka chini. Hii utakutana na historia ya taasisi yetu hata kama hujamuelewa mwalimu. Najua siku ya kwanza inawezekana mwalimu usimuelewe, ila utasoma mwenyewe utaelewa. Hii utakutana na vibari vyote, maana kuna wengine unakutana na mzaa, kwani hii taasisi imesajiliwa ndio vibari hivi hapa. Kwa hiyo una uwezo wa kumuelezea mtu kwa kishindo. Si tunachokifanya, tunafanya kitu hakina ubabaishaji. Utakutana na dawa zote wamekuelezea hapa, zote tunazozitumia na jinsi zinavyotumika utakutana nazo. Utakutana na marketing plan au jinsi tunavyofanya biashara. Na utakutana na zawadi zote nilizokuambia, ambazo nimekuambia kuna safari ya ndani na nje ya nchi, nimekuambia kuna magari mawili, nimekuambia kuna nyumba 2, vote utakutana navyo hivi. Ndio maana nimekuambia huu ni mkataba wako wewe na taasisi yako. Kwa hiyo unatakiwa ukitunze vizuri. Yako mengi mpaka utakutana na washindi ambao wameshafanikiwa, utayakuta humu kwenye hiki kitabu. Utapewa zawadi nyingine, ni hii t-shirt. Zina rangi tofauti tofauti, unachagua rangi unayoitaka. Utapewa na zawadi ya hii t-shirt. Hii t-shirt ni bango. Wamesema taasisi yetu ina zaidi ya miaka 12. Na maana miaka 12 kuna mtu mwingine aliwahi kusaidika huko, hajui aipate wapi huduma. Wewe ukishavaa hii hapa, tayari umeshapata mtu wa kumpa huduma, atakuuliza, utamuelekeza. Kofia vile vile ni kama t-shirt, nayo ni bango.
Hivyo ndo vitendea kazi 4 unavyopewa. Baada ya hapo sasa nisikilize kwa makini. Hivi vyote nilivyo, yani hapo pesa unaipataje? Unapewa majukumu 4. Haya majukumu 4 ukiyafanyia kazi ipasavyo, umaskini umeuaga. Jukumu la kwanza unaambiwa tumia bidhaa. Unaweza ukajioji bidhaa natumiaje? Wala usijioji. Kwanza bidhaa ya kwanza hii najua asubuhi umeitumia wewe ndani kwako. Kuna mtu ambaye hajaswaki hapa? Si wote tumepiga mswaki? Sasa unapokata kadi, unaama, unaingia huku. Mwalimu wetu amefundisha vizuri. Amesema inatibu zaidi ya magonjwa 14. Kwa hiyo ukishatumia hii dawa ukajua ubora wake, ni rahisi kumuelezea na mwingine. Tuna sabuni nzuri. Naelezea bidhaa ambazo yani tunazitumia kila siku. Tuna sabuni ni nzuri sana, inaondoa rashes, miwasho, fangasi, vitu vingi inatibu. Kwa hiyo unatumia hivyo. Au sabuni ni hii hapa. Hii ni sabuni nzuri sana na inatumika kwa mtoto. Mimi kwa mfano kama mimi nimewambia ni mfanyabiashara na ite. Mimi dukani kwangu hii nawauzia watoto wachanga. Na wanaitana na kuitana kupitia hii sabuni. Kwa hiyo inatumiwa watu walika zote. Kuna virutubisho hivi hapa. Umeambiwa tumia bidhaa, jukumu la kwanza. Mmelikumbuka? Jukumu la kwanza tumia bidhaa. Jukumu la pili anakuambia shirikisha bidhaa. Ukishatumia bidhaa, rahisi kumshirikisha mtu mwingine, kwa sababu uwezo ukakuta mtu anateseka na vidonda vya tumbo na kati huku wewe umejua vidonda vya tumbo anaweza akapata tiba wapi. Umeshaanza kutumia hizi bidhaa, unajua kazi zinavyofanya kazi. Kwa hiyo hutamwacha akateseka, utamshirikisha. Utakuta mtu ana shida yoyote ambao unajua Eternal International tunaitatua, ni lazima utafanya nini? Utamshirikisha. Hilo ndio jukumu la pili. Jukumu la tatu anakuambia shirikisha fursa. Sasa wewe umeshakuja Eternal hapa, umeshaona mafanikio yake, umeshaona watu wanavyosaidia watu. Utashindwa kumshirikisha mwenzako? Lazima umshirikishe, na wewe ndio maana umeshirikishwa huko mahali hapa. Kwa hiyo aliyekushirikisha, hebu mshukuru sana. Pengine ungechelewa kuipata hii taarifa au usingeipata hii taarifa, lakini ameona ngoja nimshirikishe huyu ili akapate uzuri ninaoupata huko. Ndio maana umeletwa hapa. Kwa hiyo mshukuru sana aliyekuleta, najua hautamwangusha. Utakata kadi leo. Ya tatu unaambiwa mafunzo. Maana hapa unaweza ukajioji, mimi nitaweza kuongea. Mimi nilikuwa muulize kiongozi wangu ndani nipokea. Yaani nilikuwa siwezi kuongea. Yaani unajua kuweza kuongea. Kwanza nilikuwa hata kusimama hivi mbele ya watu nilikuwa nawaza. Mimi naweza nikasimama kweli mbele za wananiambia utajua tu kuongea, wewe kazania mafunzo. Mimi nilikuwa natoka kwangu yani acha tu ngoja niache tu hapa. Mpaka wananisindikiza ili niwahi mafunzo. Lakini juhudi zangu zote hizo leo zimenijibu. Nalala usingizi bila kuwaza kuna sakosi, bila kuwaza kuna vikoba, bila kuwaza sijui jirani ananidai 500 atakuja kunigongea mlango, bila. Nalala usingizi ulio mololo. Mafunzo. Na maana unapokata kadi hapa leo, jitahidi sana upate kwanza mafunzo. Usikae nyumbani. Wengi wamekuwa wakikata kadi, unakaa nyumbani alafu aelewi chochote kicha. Kazi kwako itakuwa ni ngumu, hautatimiza lengo lako lilo kufanya ufanye nini? Ukate kadi. Hayo ndio majukumu 4. Hayo majukumu 4 ukiyafanya ipasavyo, wewe umaskini bye bye. Mmenielewa? Leo tuna mwalimu mwingine, huyu tunamsamehe tu, anatusaidia. Anatusaidia kidogo. Lakini mama, wakati uko na mwalimu wako sikiliza huko, unajua hii kazi inakufaa sana. Sawa? Kwa hiyo nadhani hapo mnajiuliza sasa, mbona mnatufundisha pesa, hujatuambia pesa? Mmesubiria kwa wageni wangu, mnataka mjue pesa tunalipwaje? Mnasubiria kwa hamu. Mnasubiria kwa hamu.
Basi safi sana, nawafundisha jinsi tunavyopata. Sisi tuna malipo manne, kila kitu kinaenda mara 4. Tuna malipo ya aina 4. Kuna malipo ya kila siku na kuna malipo ya mwezi. Kupitia majukumu manne niliyokufundisha, utapata malipo ya kila siku na utapata malipo ya mwisho wa mwezi. Kwenye taasisi yetu tuna vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 30,000. Malipo ya kwanza hapo nafundisha. Tuna kipimo cha mwili mzima kwa shilingi 30,000. Unapomshirikisha mtu akafika ofisini kwetu, branch yetu ni Buguruni, iko hapo mbele tu hapo. Akafika kwenye branch yetu, akapima kipimo cha mwili mzima kwa shilingi 30,000. Mchina anasema bado sio mchoyo. Ile hela mtagawana katikati 50-50. Wewe utachukua 15,000 na taasisi itachukua 15,000. Hayo ni unalipwa malipo ya hapo hapo. Malipo ya hapo hapo. Malipo ya pili, unapomshirikisha mtu akaenda akapima pale, anapopima kwa daktari, akatoka kwa daktari, atakuja dirishani pale, ataandikiwa dawa. Dawa zetu zina point. Inaanzia pointi 5 mpaka pointi 60. Pointi 5 mpaka pointi 60. Kwa hiyo yule mgonjwa aliyeenda kupima pale, wewe ndio utaonekana umefanya nini? Umemshirikisha. Kwa hiyo atatumia kadi yako. Zile pointi ndo zinakusanywa za mwezi mzima, unakuja kulipwa mwisho wa mwezi. Sisi tunalipwa kwa dola. Dola moja tunalipwa kwa shilingi 2,600. Kwa hiyo zitajumlishwa zile pointi. Kwa hiyo zitajumlishwa zile pointi ndizo utalipwa zile mwisho wa mwezi. Malipo ya aina ya pili. Malipo ya aina ya tatu, ukimshirikisha mtu fursa kama hivi, amekuja akasikiliza, akapenda fursa, akakata kadi kwa shilingi 78,000. Mchina bado akuachi wewe uliyemleta, anasema asante kwa kuniongezea mtu mwingine, utalipwa 26,000 ya kuleta mtu mwingine kufanya hii kazi. Muda gani? Hiyo unalipwa siku hiyo hiyo. Hayo ndo malipo ya siku. Tuna haya mawili, mtu wa fursa na mtu wa kupima. Kwa hiyo sasa wewe kwa siku, mfano umepima watu 3, una shilingi ngapi? Haya, kwa siku umeshirikisha fursa watu 3, 26,000 mara 3 au mara 4, huko kwenye laki. Kwa hiyo ni wewe tu, juhudi yako ndio malipo yako. Ukiamua yani sisi tunasema duka letu tunatembea nalo. Ukiamua duka lako kulifunga, hata hizo pesa utazipata. Lakini ukiamua kufungua duka lako, utapata hizo pesa. Malipo ya aina ya 4. Si matatu, umeelewa? Naomba kwanza kuulizwa swali kwenye hayo matatu. Maana namalizia ya zawadi. Ili nimalize, nimeshamaliza kufundisha. Kama kuna swali hapa kwenye malipo haya matatu, ili nimalizie ya zawadi, kwa sababu ya zawadi haina maswali. Ninawaelezea kuna 1, 2, 3 tumemaliza. Kama kuna swali hapo kuanzia mwanzo mpaka mkaribu, dada, usiogope. Kama imetokea kwamba mwezi mzima sijafanya kazi katika hii taasisi, kwa hiyo ninakuwa sipati mshahara wangu au mapato yangu. Asante sana, umeuliza swali zuri sana. Umesema usipofanya kazi. Maandiko matakatifu yanasema asiyefanya kazi na asile. Sasa hujafanya kazi, unalipwa nini? Na asiyefanya kazi na asile. Inaweza katokea kwamba dharura, nimepata dharura kwa mwezi mzima. Yaani ni hivi, asiyefanya kazi na asile, narudi hapo hapo. Yaani umepata dharura, kwa sababu si biashara yetu ni kutoa taarifa. Hiyo dharura labda umelazwa Muhimbili.
Kwa sababu mahali popote, uwe safari, uwe wapi, mahali popote unakutana na hao, na ndo maana Eternal International imesambaa mikoa yote. Kuna Eternal International. Kwa hiyo uwe mkoani, Eternal International ipo, utafanya kazi huko huko uliko. Uwe Dar es Salaam, Eternal International ipo, utafanya kazi. Uwe nje ya nchi, Eternal International utafanya kazi. Kwa hiyo hapo ni dharura ipi ambayo utakayoipata isikuzuie mwezi mzima usifanye kazi? Nilikuwa nasemea kwamba hiyo dharura ya mwezi mzima kama yule alikuwa anasema kwamba niko hospitali. Umeona? Labda ninauguza au mwenyewe ninaugua. Nimemaliza mwezi mzima niko hospitali. Sawa. Structure yetu iko hivi. Usipofanya kazi kabisa, usipoingiza point yoyote, hautapata chochote. Ni lazima ufanye kazi. Na kama nikileta mgeni na huyo mgeni asipojiunga, ili alifika sehemu ya mkutano na akafundishwa darasa, akaelewa, ila mfukoni akawa hana kitu. Si ndio? Akasema kwamba kwa wakati huu sina. Naomba niende labda mpaka wakati mwingine nitakapopata nitakuja kujiunga. Huyo mtu atakuwaje? Aliyomkaribisha mgeni. Atakuwaje kivipi? Sijakuelewa. Yaani kwamba mimi ni huyo mgeni aliyekuja hajajiunga, akasema nitakuja kujiunga siku nyingine. Huyo mtu aliyemleta hana chochote alichokipata, ila ataendelea kukuhimizia mpaka utakapokuja ukakata kadi ndo utapewa. Mpaka tena, yani kulipa kwake mpaka nitakapojiunga mimi ndio atakapopata malipo. Hayo malipo ya siku. Lakini malipo mengine, kumbuka huyo mtu anafanya kazi, ategemei malipo ya kumleta mtu hapa. Kumbuka hata walioko hapa unaweza ukakuta huko wameshafanya kazi leo, kazi zinaenda, wakitoka hapa wanaenda kusaini hela za siku. Yaani hawategemei eti mimi nilete mtu nikae hapa. Hapana. Ina maana kuna watu waliwashirikisha jana, wengine wagonjwa wanaenda kupima, ndio maana unaona watu wananyanyuka kuongea na simu, wanaelekeza watu waende wapi, wengine wako, ndio maana kazi yetu iko hivyo. Sijui nimeeleweka? Umenielewa? Nimekuelewa. Na hiyo kazi inahitaji watu wenye umri gani mpaka umri gani? Miaka 18 na kuendelea. Kwa hiyo hata ukiwa na miaka 100 una nguvu unafanya hii kazi. Ila kuanzia miaka 18 na kuendelea. Asanteni. Chini ya umri huo labda uamue wewe kumfanyia kazi. Asante. Umeelewa? Haya, asante. Hii kampuni uko mikoani, kwa mfano kila mkoa hii kampuni ipo? Ipo, ndio. Kwa sababu mimi nilikuwa mkoa mmoja na Chingwea, sijawaona. Na Chingwea wapo. Na Chingwea wapo. Unajua hii kazi yetu, hii au hii taasisi yetu inafanya kazi, unaweza ukawa unayo hapa. Yaani inaweza ikawa iko hapa. Wewe hapa usijue kama hujapata wakupa taarifa. Hii Mchina aliona kwamba Watanzania wengi wanahitaji kipato. Alikuwa na uwezo wa kupeleka kwenye media zozote zikatangaza. Ndiyo. Lakini alitaka mimi na wewe tupate kipato, tuweze kuongea hana kwa ana, tuweze kupata kipato. Ndio maana hii kampuni ameacha kuweka kwenye media. Media ni mimi na wewe. Ili tuweze kueleza. Kwa hiyo inaweza ikawa na Chingwea tena jirani yako kabisa. Wewe hujui, hujapata kukuambia. Sawa. Hapo nimekuelewa. Umenielewa hapo? Wakati mimi nimeshakuwa na kadi nimeshakata kwa mfano. Na huyo mtu nimeshampromise kule, akaja moja kwa moja kituoni. Akafanya matibabu na akakata kadi. Mimi pale nakuaje? Haki zako kama ulizozipata hapa utapewa na kule vile vile. Hata mtu aende kutibiwa, aende kukata kadi kule, haki zako unapata kama mtu unaye hapa. Ni si mtu unatumiwa. Basi sawa. Hiyo ni shida. Nimemshawishi mteja na nikamuonyesha mambo mazuri, akapenda ile huduma. Lakini akahitaji dawa, lakini yuko mkoa mwingine. Si ndio? Atapataje hiyo dawa? Na mimi nitajaje kwamba yule mtu amefanya hiyo movement ya kwenda kuchukua dawa na kuanza matibabu, na mimi nipo huku Dar es Salaam? Asante. Hiyo ni rahisi tu. Na maana mfano yuko Morogoro, mimi nitaomba namba za kituo cha Morogoro, watanipa.
Wanaponipa si ndo natakiwa nimconnect yule mteja kwenda Morogoro. Kwa hiyo ninawapigia pale mapokezi kwamba kuna mgonjwa wangu anakuja hapo, anahitaji hedha kupima au anahitaji dawa. Anaitwa fulani, atakuja kununua dawa, unatoa namba ya huduma. Yule mgonjwa unampa namba ya huduma. Akifika pale, kaonyesha hii namba ya huduma. Alafu na pale mapokezi unatuma namba yako ya huduma. Simple tu. Akifika pale, akishaelezea wewe umeshatuma namba ya huduma na yeye mwenyewe anayo, tayari unatumiwa hela yako. Ndio iko hivyo. Kwa sababu yule mgonjwa hawezi kwenda wewe uliyemwelekeza, ndio lazima utamconnect mpaka siku anafika pale. Na nakuwa natumia uongozi wa kule kisha mgonjwa maeneo yale husika ndio. Asante. Kwa hiyo naenda kwenye zawadi. Mchina sio mchoyo. Yaani Mchina ana upendo mpaka anapitiliza. Ukipambana vizuri ndani ya mwezi, ukafanya vizuri, utapata diary book. Diary book hii hapa. Sababu anajua huyu mtu kashapata watu wengi wa kuweza kuwapa namba za simu, ya kuandika kumbukumbu zako, mafunzo unayofundishwa, unatunza humu. Kwa sababu simu inaweza ikapotea, lakini hii haitapotea. Na maana itakuwa ina kumbukumbu. Hiyo ni zawadi ya kwanza. Umepambana vizuri. Mwezi unaofuata ukapambana vizuri, utapata zawadi ya handbag ya mgongoni au document folder. Zawadi sasa nzuri zinaanza hapa. Ukipambana ukaingia level ya 5. Kwanza ningefundisha kidogo hapa level ya 4. Hii ambao unapata document folder. Naomba watu 4 waje mbele. Njoo msimame hapa. Fasa anayetaka kuelewa haja haraka. Mwingine. Naomba na mwingine. Aya, wewe kaa mbele hapa. Aya, mwache kaa hapa mbele. Kaa mbele. Angalia huku babao. Angalia hivi. Umeona hii biashara ilivyo nzuri? Ina maana wewe ukitoka hapa ukakata kadi leo, unatakiwa washirikishe watu 4. Ukiwashirikisha watu 4, wanakuwa mgongoni kwako kama mlivyo mgongoni mwa huyu baba. Wote watakuwa chini yako. Ina maana timu yako ndo inaanzia hapo. Umeona? Hii timu ni ya kwako, hii ya nyuma. Hapo kuna kaka nani unaitwa? Kaka Juma. Kaka Sani. Dada Winnie. Irene. Huyu kaka Malila. Kaka Malila ana Juma, ana hawa watu wake hawa. Msije nikakosea majina ya watu mkanifunga. Unaona? Ana hawa watu. Yes, kashafundishwa sikaelewa. Kwa hiyo itabidi awashirikishe, amewashirikisha nyie. Wewe ukielewa utatengeneza pointi zako 200. Na huyu akaelewa atatengeneza pointi zake 200. Huyu akaelewa atatengeneza pointi zake 200. Na huyu ameelewa akatengeneza pointi 200. Hizi pointi zote zitakuja kwa huyu aliyekushirikisha. Nisikilize vizuri. Lakini zitabaki kwako, wewe utalipwa wewe kama wewe, na wewe utalipwa wewe kama wewe, na pointi zako zitabaki. Na wewe utalipwa wewe kama wewe, na wewe utalipwa kama wewe kama wewe. Pointi zinabaki pale pale, sio kama zitatoka wewe utabaki hauna kitu. Hapana, ila faida ya kushirikisha wengine ndio inakuja hapa. Kwa hiyo ina maana huyu hapo 200 800 na huyu ana 200 tayari anapata pointi 1000, anaingia level ya 4, anapata zawadi ya document folder au begi. Mmenielewa? Nyie mtalipwa, huyu atalipwa kwa hela za chini, baada ana faida hapo. Atachukua 4% ya pointi zako, atachukua 4% za pointi zako, atachukua 4% ya pointi zako, atachukua 4% ya pointi yake. Naona Mchina alivyo mzuri hapo. Mmeona hizo zawadi anakusukuma ili uende ukashirikishe wengine. Ndio maana unasukumwa ili ukashirikishe wengine. Kwa hiyo kwenye malipo yake atakayohalipwa baada ana 4% ya pointi ya kwenu atakazolipwa
huyu aliyewashirikisha. Na ndio maana unakuta tunasema kiongozi ana watu anawaongoza. Kwa hiyo kesho na nyie mtakuwa viongozi wa watu wenu mtakao washirikisha kuwaleta hapa wakakata kadi. Asante. Naomba tukae. Karibu. Karibu. Ndiyo. Ukishirikisha watu 5 wakaja, yani wewe ni tajiri ambaye yani unakuwa ujijui, ila ndo wakuja kujitambua siku hiyo. Kwa sababu wale watu 5 wakaja wakakubali kukata kadi. Kwanza utapata zile 26 kwa wale watu. Na wale watu mwezi ule wakapambana. Ina maana wewe watakurukisha, ina maana utapata zawadi za level ya 3 na ya 4. Utaingia moja kwa moja level ya 4. Ndio faida ambayo utakayoipata. Umeelewa? Haya, hiyo sasa tunaingia level ya 5. Level ya 5 utaingia kushirikiana na wale watu wako utakao kuwa umefanya nini? Umewashirikisha hii biashara ambayo ina zawadi. Nadhani hapo mmenielewa. Inaenda hivyo sasa, hapo unaanza kuzaa ndio mnaenda hivyo sasa. Umeshaona? Sasa ile level ya 5 utapata zawadi, kuna zawadi 2 utachagua. Kuna simu iPhone yenye thamani ya milioni 1.3 au kuna dawa ambazo unapewa dawa za kwenda kutumia wewe na familia yako. Sasa unachagua. Utachukua simu, dawa zenye thamani hiyo ya milioni 1.3. Sasa unachagua. Simu kama unayo, utachukua dawa ukaboreshe afya yako. Sawa. Level ya 6 unapata safari ya kwenda nje. Utaenda South Africa au Dubai. Ila ukisema bwana mimi mambo yangu hayajakaa sawa, nipeni mshiko, utapewa milioni 2.4 cash. Alafu milioni 2.4 utapewa tena bidhaa. Kwa hiyo unapewa jumla ya milioni 4.8. Mmenielewa hapo? Level ya 7 unapata zawadi ya gari yenye thamani ya milioni 20.8, ambayo hiyo mimi nimeshapata niliyosimama hapa mbele. Zawadi zote hizo nimezipata mpaka kwenye hii level ya 7. Nimeshaipata mwaka jana mwezi wa 7, mwezi wa 8 nimelipata hilo gari la milioni 19. Mimi dola ilikuwa haijapanda. Sasa hivi dola imepanda, ndio maana unaona kufundisha tulikuwa tunalipwa kwa 2,400, sasa hivi tumelipwa kwa 2,600. Kwa hiyo nyie mliokuja leo, mshukuru Mungu umekuja wakati dola imeshaenda juu. Kwa hiyo sisi tulipata milioni 19.200, lakini sasa hivi ni milioni 20.8. Daraja la 8 unapata ya milioni gari kubwa, ambao unakuwa una uwezo wa kwenda mikoani kuwashirikisha watu ambako ulikuwa uwezi kufika. Sasa wanakupa gari kubwa ili uweze kufika mikoani, uweze kuwashirikisha wale ambao hawana taarifa, ambao unapewa gari la milioni 40 na ngapi? 46.8. Imepanda, tulikuwa tunapata kwa 43. Mmenielewa hapo? Daraja la 9 unapata nyumba yenye thamani ya milioni 65, nyumba ndogo, ambao kiongozi wangu huyu hapa ameshapata gari la pili. Sasa hivi anaingia kwenye nyumba suni tu, anapata nyumba ya milioni 60. Huyu hapa ameshapata gari la pili. Hao waliobaki wameshapata gari la kwanza kama mimi. Umeona biashara ilivyo nzuri? Zawadi ya level ya 10 unapata nyumba ya milioni 180. Unapata nyumba ya thamani ya milioni 195. Lakini kama hujajenga nyumba ya level ya 9 ukapeleka Heshima Baa,
hautapewa hizo hela keshi. Utatafutiwa eneo, utajengewa, utakabidhiwa nyumba kama nyumba usitie aibu, kampuni ya Mchina. Mimi nimemaliza. Sijui kuna mtu ambaye amenielewa? Ambaye amenielewa naomba nyoshe mkono, anasema tunaungana leo. Karibuni sana. Karibuni sana. Nitamkaribisha kiongozi wetu ambao ni meneja wa tawi letu la Buguruni, ataongea mawili matatu. Karibuni sana. Naanza washuhuda.